السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام والحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ndugu Waislamu, kama ilivyokuwa kawaida yetu katika madarsi zetu zinazoendelezwa katika masuala ya tasawufi, na mfululizo mzima katika wiki iliyopita tulikuwa tumezungumzia kuhusu masuala ya maiti. Leo tutamalizia nafasi hiyo, kisha tuje kuendeleza katika zile mada zetu za tasawufi. Kwa leo tutaendeleza jambo hili la kuhusu habari ya maiti, kuonekana kwamba jambo hili kwa mwanadamu yoyote lazima linamkuta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi, wala tahsabanna, wala msiwahisie au msiwadhanie alladhina kutilu, wale ambao walikufa fi sabilillahi, katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwamba wamekufa moja kwa moja. Hapana, kwa kuonekana kwamba maiti kumbe akishakufa ni kwamba sio kama kafa moja kwa moja, anasikia pale ambapo kwa wanadamu waliokuwa hai. Bal ahyaun, Mwenyezi Mungu anasema bali watu hawa wamekuwa hai inda rabbihim, bila Mwenyezi Mungu, yurizakuna, tena Mwenyezi Mungu anawaruzukisha, wanapata mahitaji yao kama kawaida bila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mnasaba wa aya hii, farihina bima atahumullahu, wanafurahia yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anawapa, wanafurahia wale maiti, min fadlihi, kutokana na fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayastabshiruna, tena wanafurahi, wanatabasamu wale maiti, billadhi, kwa mambo ambayo kwamba lam yalhaqu bihim min khalfi, kwamba hawakuyapata duniani kule, wanapata makubwa zaidi, mambo mazuri zaidi kutokana na ibada walizozifanya duniani. Hapa mbele ya Mwenyezi Mungu wanapata makubwa zaidi, mambo yalikuwa mema, kinyume cha hapa duniani walikuwa wanapata kidogo sana. Allah khawfun alaihim, kisha waambie msiwe na hofu juu yenu, wala hum yahzanun, wala msihuzunike nyi wanadamu huko, wanaambiwa huko akhera. Yastabshiruna, yani wanatabasamu, bi ni'matillahi, kutokana na Mwenyezi Mungu, neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa fadlihi, kutokana na fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anawakirimu wale watu walikuwa wametoka duniani hapa. Wa anna Allah, kwani hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yudhi'u ajra almu'minina, Mwenyezi Mungu hapotezi kabisa malipo ya mtu kufanya yaliyokuwa mema. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutudhihirishia kwamba kumbe maiti akishakufa huko anakokwenda, kama ni mtu mwema, anakwenda kupata mambo mazuri zaidi huko. Hii katika sura Al-Imran kwenye aya ya 169. Aya hizi ziko katika sura Al-Imran aya ya 169 hadi ya 171. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kutudhihirishia kwamba kumbe kweli mtu akishakufa hafi moja kwa moja. Wale wanasema mtu akishakufa kaondoka tu basi. Hapana jamani, tufanyeni ibada. Bila Mwenyezi Mungu kuna mambo makubwa huko. Basi baada ya hapo tunaambiwa kwamba kweli maiti anaanzia pale anaanzia kuwa hai zaidi pale anapoingia kaburini, pale anakuwa hai zaidi. Tunasema akafa hapa, lakini pale kaburini anakuwa hai zaidi, kwa hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba innal abda, hakamja yoyote, idha ud'a fil kabrihi, anapowekwa pale kaburini, innahu yasma'u kar'an alihi, anasikia hata ule mgongo wa viatu mnapotoka, mnatoka pale kaburini, mnaondoka zenu, mnamwacha pale peke yake pale, basi maiti anasikia hata vile viatu. Acha maneno, vile viatu unapokanyaga, vile mnapokanyaga mrudi makwenu, pale maiti anasikia wazi wazi kabisa. Bwana Mtume anatuambia habari hizi. Hina hivi atahu malakani, muda huo ndio hapo wanamjia malaika wawili pale, malaika wawili wanamjia pale. Fayuqidani, kisha wanamkalisha kitako, anakaa kitako pale malaika, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa amma almu'min, kama ni muumini,
kafanya mambo mema yule maiti. Fayuqalu, wanamwambia undhuru makaadika, tazama katika makazi yako, ila jana, wewe ni mtu wa peponi tu bwana, tazama makazi yako wewe hivi sasa, wewe umeshakuwa ni mtu wa peponi kama ni mtu mwema. Wa amma almunafiqina, ama kuhusu yule mtu mnafiki hakufanya ibada hata kidogo, basi fayuqalu lahu, wanamwambia wale malaika wale, undhuru makaadika, tazama makazi yako, ila nari, motoni pale. Moto ule unauona hapo, ndo anaamsha mtu mbaya. Baada ya hapo yudhrabuhu bimitraqi, anapigwa kwa nyundo hadidi, kwa nyundo ya chuma pale, anapigwa kwa nyundo ya chuma kwa yule mtu yule mbaya. Anaambiwa angalia motoni, wakati anatazama motoni anapigwa kwa nyundo ya chuma. Yadhrabuhu shadidan, tena pigo la hali ya juu sana. Wasihun, anapiga kelele kabisa. Baada kishapigwa na nyundo ya chuma anapiga kelele za ule uchungu unaompata pale, si kawaida pale. Sayhatan shadidan, tena ukelele ule wa hali ya juu, kama laiti angekuwa hai, angekuwa hapa duniani, kelele hizo kila mtu angemshangaa. Baada ya hapo wadhiquhu alayhi kabruhu, linanyongwa, yani alinafinya ile kaburi lake pale, linakuwa finyo kabisa pale bana, anapopigwa alafu na kaburi na mbana pale, hata mukhtalifa adlauhu, mpaka zile mbavu zake zile mbavu za kuliani na za kushoto zinasongana hivi, zinashongana kabisa, za kuliani zinakuja kushoto na za kushoto zinakuja kuliani huku, kwa sababu ya ile adhabu ambayo anaipata pale. Kisha ambiwe pale, fadhukun, onja wewe, falan nazidahum illa adhaba, hakuna cha kuzidishwa isipokuwa ni adhabu. Leo ni mateso yanaanzia hapa kaburini. Kisha Mwenyezi Mungu anatuhofisha kwamba kwa hali kama hiyo anayoipata mwenzenu aliyokuwa muovu katika hapo kaburini, wala yakhafu ukubaha, hivi nyinyi mliokuwa hai hamuogopi adhabu kama hiyo? Hiyo ni maonyo kwa sisi tuliokuwa hai sasa. Wala yakhafu ukubaha, je, nyinyi hamuogopi katika mateso kama hayo? Mateso kama hayo, mtu anateswa kaburini pale, je, nyinyi hamuogopi? Mfanye ibada mapema, muepukane na adhabu kama hizo. Wayaqulu kabru, muda ule sasa inamnyonga ile kaburi. Kaburi nasema kwa idhini ya Mwenyezi Mungu pale, anasema ana baitul wahida, hii nyumba bwana ya peke yako hii. Hakuna kusema mlete fulani na tumpige pamoja, tumnyonge pamoja, mlete mwenzangu tu aliniponza. Kaburi nasema ana alwahidu, mimi ni nyumba ya peke yangu hii sasa. Tena wadhulumati, hapa kuna giza, hapa hakuna taa hapa. Kama ulifanya ibada ndio ingekuwa taa yako, ulitoa sadaka ndio taa yako. Sasa hapa ndugu yangu, hapa ni kaburi ya peke yako, tena hakuna taa. Dhikin, hapa ni shida tu bwana, shida tu. Wal mas'alatin, tena unaulizwa huko gizani, malaika wanakuona lakini wanakupiga hali ya kuwa huko gizani pale. Alhauli, tena kuna vitimbwi, vituko viko hapa kaburini, kaburi na kusemesha hiyo. Aljui, tena hapa kuna njaa bwana, hakuna chakula hapa bwana. Wal atashi, na kuna kiu hapa, hakuna maji hapa bwana. Unaambiwa maneno hayo huko katika mateso makubwa sana. Kizaazaa unachokipata pale, huko unasuto kiasi hicho. Fidhihatan, hapo na fedhesho bwana, aibu tupu hapa kaburi hapa. Naran, hapa moto tu, ni cha moto takiona hapa moto hapa kaburi hapa. Sharin, hapa nyumba ya ugomvi, ni ugomvi hapa. Sharin shatu, yani adhabu juu adhabu hapa. Kama hiyo unaiona, kwa maana hiyo huambiwi adhabu unaisikia, unanyongwa hapa na unabinywa hapa na unateswa hapa. Hakuna kuambiwa, unaisikia adhabu yenyewe na uchungu wenyewe unauona hapo. Mizanun, hapo ndo makupimwa, unapimwa mizani hapa. Je, umefanya mema duniani au hukufanya mema? Adhabu sio kawaida hapo. Na ndio sababu siku moja Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, baada ya kusikia maneno haya, bwana mtume anahadithia kwa hadithi ya masahaba, basi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu annahu kana idha marra al-kabri, Sayyidina Uthman anapopita kwenye makaburi mle, annahu kana idha marra ala kabri waqfan yabkin. Sayyidina Uthman anasimama huku analia. Sayyidina Uthman anasimama makaburi, akisema kaburi anasimama huku analia. Hatta tablaha alhin ainaihi,
dumuihi, mpaka yanadondoka machozi yake. Faqila lahu, kisha wanaambiwa, bwana mkubwa, mbona unakifika katika makaburi unalia sana vipi? Wanamuuliza, lil mu'minina, ewe kiongozi wa Islam, tadhkuru jannata wan nar, je unakumbuka pepo na moto? Mbona mwenzetu kile unapokaa unafika kwenye makaburi unafikiria, je unalilia pepo kaipate, au unalia kwa labda kuna kuingia motoni? Mbona unafika hapa unalia? Wenzake wanamuuliza. Wa ahwal alqiyama, na unaogopa labda siku ya kiyama labda kuna matatizo ndio maana unalia sana, maana ni wakubwa, unaweza kuna siri fulani unajua mwenzetu. Qala la, Sayyidina Uthman anasema mimi siri kwa hayo. In kana fi nari kana ma'an nas, kama kuna kuingia motoni basi kuna watu wengi tunaingia motoni kule. Wa in kana fil qiyamati ma'an nas, kama kwenda kuingia siku ya kiyama tunakuwa na watu wengi sana. Walakin ana abki, anasema nisikilize, lakini mimi mwenzenu nalia, nacholilia kwamba kanat fil kabrihi faridan, nacholilia mimi kaburini kwa peke yangu, mimi kaburini peke yangu, hakuna msaidizi pale, kuna mambo mazito sana, kuna adhabu nzito sana. Hata hamkusikia mtume aliposema kwamba wa adhabu al-kabri, kuna adhabu ya kaburini? Adhabu ya kaburi si masara. Ndio sababu mimi naliangalia sahaba mkubwa huyu analia kwa sababu kaburini hakuna masara. Alakum ma'a ahadi, sintakuwa na mtu mmoja katika pale, falidhalika abuki, na ndio sababu nalia mwenzenu kaburini pale, sitakuwa na mwenzangu peke yangu, faradan, yani ninafukiwa na udongo tani 7 peke yangu pale, halafu nasutwa na malaika hali ya kuwa mimi peke yangu pale, simtazame mtu yote zaidi ya malaika, na hao malaika wenyewe wanaponihoji siwaoni, wao ndio wananiona mimi siwaoni, lakini naona kama kuna mema nione na kama kuna ubaya naona pale peke yangu pale kaburini, faradan. Basi kwa kuonekana kwamba kaburi haimhurumii mtu, hukia ana Fatimati binti nabii, imepokea hikaya ya Bi Fatima, mtoto bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mkewe Sayyidina Ali, baba yake yani mama wa Hassan na Husaini alipokufa. Lamma matat, wakati alipokufa Bi Fatima, ambaye ni thamaratul janna, ni tunda la peponi. Bwana Mtume Muhammad alimpenda sana mwanawe. Sasa falamma matat, wakati alipokufa, wadaaha ala shafri al-kabri, wakati alipokuwa anawekwa kwenye ukingo wa kaburini apate kuteremshwa pale Bi Fatima, qama Abu Dharr al-Ghaffari faqala, akasimama Abu Dharr al-Ghaffari ameshauri Mtume Muhammad akasema, ya kabri, ewe kaburi wewe, atadiri man almanilati hina idhi, je unamjua hivi sasa huyu? Man tadiri jiina biha, unamjua huyu tuliokuja naye hapa? Sayyidina Abu Dharr al-Ghafari anauliza kaburi. Hiya Fatimati binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe kaburi unapenda sana kutesa viumbe, huyu umjue kama ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zawji Aliya, na huyu ni mke wa Sayyidina Ali huyu. Wa ummi al-Hasan wal Husaini, na huyu ni mama yake, ni mama yao kati ya Hasan na Husaini, watoto wa Sayyidina Ali, ni wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama yao ndio huyu, tunakuja tumzike hapa, wewe kaburi unamjua? Fasami'a an-nida'i min al-kabri yaqul, Abu Dharr al-Ghafari akaisikia sauti inatoka pale kaburini inasema, angalia kaburi, yani Sayyidina Abu Dharr al-Ghafari anasikia sauti kumjibia maneno yale. Anasema kwamba ma ana biwadhihi nasaba, mimi bwana sijaumbwa na Mwenyezi Mungu kama nihesabu nasabu ya mtu mimi. Sihitaji nasabu ya mtu, atakayeingia hapa aje kwa amali njema tu. Maneno hayo anajibiwa Abu Dharr al-Ghafari. Wa inna ma ana, kaburi nasema hivyo, hakika mimi mawdhi'atu al-amali salihah, mimi nimeumbwa na Mwenyezi Mungu kwamba atakayekuja hapa tu kwa matendo yake mazuri tu peke yake. Fala yanju minni, mimi hakolewi mtu hapa,
Hawakolei mtu kwamba labda kupendelea hapa. Hapendelei mtu hapa. Hapa aje mtu na amali njema tu. Hata akiwa na nasabu namna gani, lakini aje na amali iliyokuwa njema tu basi. Illa man kathratul khairati, yule atakuja na khairi nyingi, huyo ndio atakayesalimika hapa. Lakini kusema kwamba huyu mtoto wa fulani, usiniambie Abu Dharr al-Ghafari. Wa khalisatun amal, tena amali zake zitakasika hasa, au na amali iliyotakasika, matendo yake mazuri zaidi, huyo ndio ambaye atakayehurumiwa hapa. Mimi sipeagi rushwa hapa, wala siliwazi kwa maneno hapa, wala sihoji na mtu yote. Kila mtu ana mamlaka yake. Mimi mamlaka yangu hapa, Mwenyezi Mungu amenipa amri, mtu aje na amali njema tu. Hakuna kusema nasaba fulani, hapana. Wakati jaa khabar, anasema habari, anaambia Abu Dharr sasa, anaambiwa na jina kaburi, namwambia wakati jaa al-khabar, hakimekuja habari, la yabla 10 nafar, kuna makundi ya watu 5 tu hao, makundi ya watu 10 tu hawa, wakija hapa siwa hawaliwi na ardhi, hawaozi. Watu wa namna 10 wakishakuja hapa tu hao hawaozi. Hiyo ni amri nimepewa na Mwenyezi Mungu. Hiyo amri imepewa na Mwenyezi Mungu na ile kaburi, kwamba udongo huu, yani mtu akishazikwa pale, kuna watu wa namna 10 hawaozi mpaka siku ya kiyama. Hata ukimfukua unamkuta mzima vile vile, na mpaka sasa watu hao wapo. Mtu wa kwanza anaambiwa Abu Dharr, sasa wewe unasema katika nasabu, mimi kuna watu special ambao hawaozi hapa, hawaliwi na wadudu wa aina yote, wala siwabii wala habani watu hao, na mimi kaburi hapana, watu aina 10. Sikiliza, na watu hao mpaka sasa duniani wapo. Angalia pengine mimi na wewe tumo. Anasema mtu wa kwanza ambaye haozi, an-nabii, mitume kwanza hawaozi. Mtume aina yote haozi pale. Wala ghazi, na mtu mwenye kupigana vita, akapigana vita kafa kwenye vita, yule mtu hapa kaburini haozi. Wal alimu, na mwalimu, mwanachuoni, shekhe, mwanachuoni alikuwa mwadilifu. Al-ulamai sio al-ulamai sui, wanachuoni wabaya. Mwanachuoni msomi wa dini akishakufa, basi pale kaburini haozi. Washahidi, na wale mashahidi walikuwa wamekufa shahidi wale kwenye vita. Wahafidhi al-Qur'ana, na hafidhi al-Qur'an, mtu akihifadhi Qur'ani kwa vizuri kabisa, basi akishakufa chini pale haozi. Wal muadhin, na mwenye kuadhini, kila siku anapenda kumsikia ukiadhini Allahu akbar Allahu akbar, basi ukishakufa wewe huozi. Lakini sio naadhini siku moja alafu uingia mitini kusali kwenyewe na kusali siku moja, hapana. Wale wenye kufuruliza kuadhini kila wakati, kila siku kumsikia naadhini, basi waadhini hawaozi pale kaburini. Na mtu mwingine, wal mar'ati matati nufasaiha, na mwanamke aliyekufa na uzazi. Mwanamke akishakuwa mjamzito halafu kajifungua kashindwa kumtoa mtoto akafa na uzazi, basi mwanamke yule basi haozi kaburini, kutokana na shida ile alizozipata pale, haozi pale kaburini. Na mwingine katilu madhulum, mtu kauoa na jambazi, anapita njiani tukampiga bila sababu yote, kafa hali ya kuhana makosa yote, maskini ya Mungu, kapita akauoa na majambazi, basi yule akizikwa haozi kaburini. Na vile vile mamata yaumi Jumaa, na mtu mwenye kufa siku ya Ijumaa, na mtu mwingine wa matati lailati Jumaa, mwenye kufa usiku wa kuamkia Ijumaa, maana yake Alhamisi kama leo. Ukishakufa kama siku ya leo, basi wewe ukizikwa chini kaburini pale huozi. Kaburi inamwambia Abu Dharr al-Ghafari maneno kama haya, wewe unaniambia habari ya Bi Fatima vipi bwana? Mbona unakuja kinyume cha Mungu? Sasa Mwenyezi Mungu kuna watu maalum ambao hawapaswi kuoza hapa. Sasa unaposema kwamba mimi huyu mtoto fulani, haiwezekani. Makundi ya watu 10 hao hawaozi kaburini, hapana. Bas baada hapo akatoa kisa, akasema mimi hivi sasa nimekuja kueleza Abu Dharr, nimekuja kueleza hiyo, lakini malakal mauti ile vile vile akishakuja hapo inamfanyaje? Akasema malakal mauti ni binadamu kama ni kiumbe kama nyinyi. Kakampa kisa kwa malakal mauti, anasema huki anna malakal mauti, hadithi ya malakal mauti kana yanzuru fi zamani alula. Malakal mauti kabla Sayyidina Uthmani alikuwa anaonekana na watu,
malakal mauti zama hizo alikuwa anaonekana watu. Fatara nasu, na watu walikuwa muone kwamba bwana hodi nimekuja roho yako, anakuja hivi hivi. Lakini kama siku hizo anakuja roho malakal mauti, kwanza hapo mnaanza vita. Fadakhala yawma alayhi, aliingia siku moja malakal mauti yawma ala nabiyillahi Suleiman ibn Daudi alayhi salatu wasalam. Siku moja Nabii Suleiman ibn Daudi akakaa darasani nasomesha na darasisha. Mala malakal mauti kaingia kwenye kundi la wanafunzi pale. Fakana yanzuru ila shaba jidda indahu, akakaza jicho kwa kijana mmoja anamtazama sana malakal mauti. Kila anapomtazama angali watu wengine, anamtazama fulani, anamtazama malakal mauti. Yule bwana kijana akawa na wasiwasi mkubwa sana. Malakal mauti anatana huyu ndio toa roho watu, anamtazama sana huyu bwana. Fartadda shaddan shabba, tena yule kijana akawa na wasiwasi sana, akawa na mkazia jicho, lakini anainamia mpaka anaona hayo yule kijana. Basi fawaswasan jiddan, akawa na wasiwasi mzito sana yule kijana kwamba huyu ndio anavuma anaua watu, anatoa roho zao. Sasa mbona anatazama sana? Akawa na wasiwasi. Falamma madha malakal mauti, sasa alipotoka pale malakal mauti, qala shaba, akasema yule kijana, ya nabii Allah Suleiman, ewe nabii Suleiman, inni hafatun malakal mauti khaufan jidda, mimi namuogopa sana malaka, mimi namuogopa sana, maana kanikazia jicho mpaka ninakuwa na wasiwasi na muogopa. Nilikuwa namuogopa sana alipotoka hapa, namuogopa sana. Wallahi wa alayka ya nabii Allah, na hapa kwa jina Mwenyezi Mungu, ya mjumbe Mwenyezi Mungu, alana ta'amuruhu rihu an yuhimiluni ila ardhi sinni. Wewe bwana mkubwa, wewe una uwezo wa kuchukua kila kitu kumhamisha mtu, na kuomba nabii Sulemani uamrishe upepo sasa hivi unipeleke mimi, unibebe, hamiluni, maana unibebe upepo huu ila ardhi sinni, mpaka unipeleke katika mbali ya China kabisa huko, ile Israeli asinone. Maana pengine atarudi tena hapa, anakaja mara moja hakumtazama mtu yote, kanikazia jicho changu mimi peke yangu. Kwa hiyo nakuomba na Sulemani uamrishe upepo, ahmiluni, unibebe mimi hata la ardhi sinni, mpaka ardhi ya mbali huko China, ili ardhi asione yule malakal mauti huyo. La'alla malakal mauti yadhillu anni, huenda malakal mauti huko nitampoteza, hawezi kuniona tena. Sayyidina Suleiman nikamtazama yule kijana, kasema mbona wewe unawasa bwana, kanikazia jicho sana yule bwana, na wasiwasi naye, pengine atapokuja hapa atakuja atanitoa roho yangu huyu bwana, maana kanikazia jicho sio masara. Kwa hiyo unichukue, uamrishe upepo uende nchi ya mbali ya China huko, asinione malakal mauti, huenda huko yudhillu, huenda nampoteza huko. Fa amara Suleimana rihu, akauamrisha Sayyidina Suleimani ule upepo. Fahamiltahu, ukambeba ule upepo ule kijana ule ila al-ardhi sin, mpaka katika nchi ya China mbali kabisa, akapita mara moja tena, upepo ule unaovuma ule ukapeleka mpaka nchi ya China huo. Thumma inna malakal mauti, kisha baada yule kijana kuondoka na upepo ule, malakal mauti aada ila Suleiman, karudi kama vile mwanzo, kaja kamkuta sija hayupo. Kaja yule kijana kamkuta hayupo. Fasala Suleimana, akamuuliza Suleiman, kumuuliza nani? Kumuuliza malakal mauti, lima malakal mauti ani sababi, kutoka na sababu gani ukimuuliza? Anasema yanzuru jidda shaba, nasikia ulikuwa ukimtazama sana kijana wangu. Vipi malakal mauti wewe, mpaka leo ulitoka mara moja hapa umekuja tena hapa, mbona ulikuwa unamtazama? Sasa baada ya kufika hapa unatazama, humtazami mtu mwingine vipi? Faqala malakal mauti, akasema malakal mauti, ya nabii Allah, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu Suleiman, wewe umirtu bikabdhi ruhu, mimi niliamrishwa na Mwenyezi Mungu nimtoe yule kijana roho yake, hadha shabu al-yawmi, kwa siku ya leo, fil ardhi sin, katika nchi ya China huko, lakini kwenda kule sikumkuta. Nimekwenda nikamtoa roho yake ule, sikumkuta. Ajabu, nimemkuta hapa. Falamma ra'aituhu, wakati nilipomuona hapa, indaka mbele yako wewe, taajaba min dhalika, nikastaajabu sana. Mwenyezi Mungu, sasa jambo hili nitamwambia nini? Hali yakuwa nimeamrishwa kwa Mwenyezi Mungu ni kijana huyu nikamtoa katika nchi ya China, lakini ajabu nimemkuta katika upande wako hapa. Vipi, imekwaje?
fa akhbarahu Suleimana limalaka al-mauti, akatoa habari malaka al-mauti kumwambia Sayyidina Suleiman kumwambia malaka al-mauti bi anna rihu, hivi sasa upepo humiltuhu, umembeba kijana yule fi hadhihi al-saa, sasa hivi hapa upepo umembeba ila sini huko ulikotaka kumtolee roho, ndio upepo umempeleka huko. Basi fadhahaba malaka al-maut, kasema sasa amenirahisishia bwana, kule ambapo nilitaka nikamtolee roho kumbe kaenda kule sasa amenirahisishia. Fadhahaba malaka al-maut, akatoka akaenda malaka al-maut ila Sini, mpaka nchi ya China. Wakabudha ruhuhu hunaka, alipokwenda kule kamkuta anamtazama kijana ndio yule na yule bwana yule, akamkuta yule malaka al-maut kamfuata kule kujitetea hana afadhali huku angejitetea kwa Nabii Allah Suleiman, lakini kule hakuna mtu wa kujitetea, kamkuta malaka al-maut wanatazamana uso kwa uso, hata kulia mchozi hali, maana mwili wote umekufa ganzi kabisa, kwa sababu sasa pale malaka al-maut anamtazama, anaona huyu bwana sasa mimi upepo nimemwomba mzee, yani upepo unilete huku, umeshanileta huku tayari, sasa huyu kanifuata tena huku, kusema tena upepo mrudishe tena atamwambia nani pale? Basi pale fakabubahu ruhuhu, ikatolewa roho yake yule kijana yule, akafariki yule kijana yule. Maneno haya ukitaka kuyapata ni kwenye kitabu hiki ambacho kinaitwa Daqaiqul Khabari kwenye ukurasa wa 15. Kisa hiki utakipata kwa wale mashekhe wasomi, unakipata kisa hiki kwenye kitabu hicho Daqaiqul Khabari na ukurasa huo. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoona kwamba mtu kukimbia kifo haiwezekani, popote Mwenyezi Mungu alipokuandikia kina kupata kifo, ndio Mwenyezi Mungu asema kwamba aina ma takunu, mahali popote unapokuwa, mahali popote mtakapokuwa, yudhirikukumul mautu, mtakutwa na kifo nyinyi, wala kuntum fi burujin mushayyada, hata kama mtajifungia katika ngome madhubuti kabisa. Hata kama katika ngome madhubuti ni lazima unakufa katika sehemu kama hizo. Kwa hiyo kifo hakikingiki. Mwenyezi Mungu akiwaandia ufe mahala, basi lazima utakufa tu hapo. Kwa hiyo tunaendeleza masuala yetu kuonekana kwamba kweli jamani, maiti mtu anapokufa hafi moja kwa moja, na kama anakufa moja kwa moja basi tusingefanya dua, hata kwa swali tusingewaswali ama mtu kufa basi. Lakini kwa ushahidi kama huu, basi tuna imani kabisa kwamba mtu akishakufa ni kwamba mwili unatengana na roho tu, na mwili ukishatengana na roho basi huko aliko ni mzima. Na kwa ushahidi mwingine, sisi tunapokuwa tunafiwa na maiti zetu, tunakuwa na siku ya 3 tunawafanyia dua. Tunakusanya jamaa, mtu kafa leo siku ya 3 tunakwenda kufanya dua. Watu wasema kuna 3 kwani kuna 4 kuna 5? Wale wanaofanya vile, wanaopinga katika kauli hii ni watu waliokuwa ni wajinga. Tunasema wazi kabisa, kwa mtu anayopinga 3 ni mjinga, kwa ushahidi wao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu 3 kuombea maiti zetu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi: idha kharaja ruhu min badani ibn adam, inapotoka roho katika mwili wa mwanadamu, wa madhi ya 3 ayami, yakipita masiku 3. Unaona kayataja kabisa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakipita masiku 3, yakulu roho, kwa kuonekana mtu ameshakufa lakini si bado mzima. Yakulu roho, inasema roho ile siku ya 3 ile, ya Rabbi, Mola wangu, adhini li, nipe ruhusa mimi Mwenyezi Mungu, hata amshi, mpaka niende mimi, andhuru ila jasadi, nikotazama mwili wangu, alladhi, mwili ambao kwamba kana tifihi, nilikuwa katika mwili huo. Maana muda huo kule mmeweka mwili tu, lakini roho iko imesharudi kwa nyumbani pale. Basi fayadhana Allah Ta'ala lahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayepa ruhusa ile roho, fayajiu ila al-kabri, Allahu akbar, fayajiu ila al-kabri, ile roho inakwenda mpaka kaburini pale, alladhi dufina fihi, pale alipozikwa mwili, roho inakwenda pale. Wayanzuru ilaihi, kisha ile roho inautazama ule mwili. Baada kutazama ule mwili, fa inna fi famihi dami sailu, mwili sasa siku ya 3 damu inaanza kuchuruzika, kuanza kuoza. Wasadidi, pamoja na usaha. Sailu, yani inachuruzuka pale damu na usaha. Fabadatu libila, mwili unaanza kuoza pale, ile roho inatazama ule mwili wake. Fayabukin bak'an tawilan, ile roho inalia kilio kikubwa sana.
thumma yakul roho, kisha inasema ile roho, ya jasadi ya jasadi, mwili wangu we, mwili wangu we, ya habibi ya habibi, ewe mpenzi wangu we, atadhkuru ayama hayatika, mwili wangu nakukumbuka ulipokuwa hai wewe, mala uoge, mala uchani nywele zako, mala ujitengeneze vizuri, nakumbuka ulipokuwa hai. Hadha almanzilati alwahisha, hai ni marejeo mabaya sana, walibila, katika unapoanza kuoza hivi sasa, ile roho inasikitikia mwili wake unaanza kuoza pale. Walhuzuni, leo hii ni aibu, huzuni sana ile aibu, wanadama na majuto sana haya. Wabukaun, na kilio leo, maana sasa hata nikisema niingie katika mwili wangu, mbona sasa unaanza kuoza, nitafanyaje hivi sasa? Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bwana Mtume anasema hadithi hii ni kwamba inakuashiria ni kwamba mwanadamu si chochote si lolote. Wakati roho inapolalamika kiasi kile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akashusha aya kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaambia waambie hao watu, laqad kunta fi ghaflati min hadha, haka ulijisahau na hiki kifo. Naona fakashafna anka hitaaka, leo tumekifunua kifuniko chako uangalie. Fabasaruka alyawma hadidu, macho yako angalia mbali sana hivi sasa. Maneno haya yako katika surati Kaf, ni Qur'ani, katika surati Kaf kwenye aya ya 22 kwenye juzu ya 26. Kwa hiyo macho yako yamekuwa ni makali sana, uangalie jinsi unavyoanza kuoza, ulikuwa unapinga kifo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, tufanye amali njema. Na muda wetu kipindi kama hiki mara nyingi inakuwa tukirefushe sana, lakini kutokana na muda tunaokuwa unatubana sana muda, tuishie hapa. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, Mwenyezi Mungu atujalie hatima njema, tufe hali ya kuwa tufe na shahada. Mwenyezi Mungu atusamee sisi pamoja na wazazi wetu, Mwenyezi Mungu atusamee dhambi zetu sisi pamoja na mashekhe zetu, Mwenyezi Mungu atujalie sisi pamoja na nchi yetu iwe salama na amani. Mwenyezi Mungu ajalie viongozi wakubwa wa serikali na wa chama na serikali ili wafanye amali njema, nao Mwenyezi Mungu awatie mahala pepo inshallah. Wahurumie mashekhe zetu wanaoendesha dini yetu ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu ajalie kila kheri kwa upande wetu sisi. Mwenyezi Mungu jala, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, Allahumma akfina ma ahammana min umuri ad-dunya wal akhirah wa sirka ar-raja bi taqiqi يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تحمل ما لا أطيق إنك أنت أمرك تقيق. اللهم لا سهل إلا ما جعلنا في هذه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد وإليك مشتكى وبك مستعاذ وأنت مستعان ولك الرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير كرب شر بعيدة نصير من الله فتح قريب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين.